Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Karibu sana ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo tunaungana pamoja katika tafakari ya Dominika ya 4 ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa inayojulikana kama Dominika ya Kristo mchungaji mwema. Katika Injili ya leo, Yesu Kristo anajitambulisha kwetu kama mchungaji mwema na pia mlango wa kondoo, akitukumbusha kwamba ndani yake tunapata usalama, ulinzi na uzima wa milele. Katika dunia yenye sauti nyingi na changamoto nyingi, Yesu anatuita tusikilize sauti yake na kumfuata kwa uaminifu. Yeye anatujua kila mmoja kwa jina, anatupenda na yuko tayari kujitoa kwa ajili yetu. Dominika hii pia ni Dominika maalum kwa kuiombea miito, hasa wito wa ukuhani, yani upadri, na maisha ya kitawa, ili kanisa liendelee kuwa na wachungaji wema wanaoongoza watu wa Mungu. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 2 aya 14a, ile aya 36 hadi 41, Petro anahubiri kwa ujasiri. Watu wanatubu na kubatizwa na kumsikiza Kristo huleta mabadiliko ya maisha yetu. Katika somo la pili wa kitabu cha Petro cha kwanza, sura ya 2 aya 20b hadi ile ya 25, Kristo aliteseka kwa ajili yetu na sisi tulikuwa tumepotea kama kondoo, lakini tumerudi kwake. Na katika somo la Injili Yohana sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 10, Yesu anasema, mimi ndimi mlango wa kondoo, nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu ndiye njia ya uzima wa kweli na ulinzi wa roho zetu. Karibu tusikize tafakari pamoja itakayoandaliwa na kuleta kwenu na Padri Faustin Rwechungura kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribisheni tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Mfululizo wa tafakari zetu za kila Jumapili zinazotafakarisha masomo ya Jumapili, kupata ujumbe wa Mwenyezi Mungu ambao unatuongoza katika maisha yetu. Tafakari hii ni ya Dominika ya 4 ya Pasaka. Bado tupo katika kipindi cha Pasaka, kipindi cha ufuko wa Bwana. Jumapili hii ya 4 ya Pasaka huwa inajulikana kama Jumapili ya mchungaji mwema. Na hii ni kwa sababu miaka yote mwaka A, B na C huwa tunasoma kutoka Injili ya Yohane sura ya 10, ambapo Yesu anaoneshwa kama mchungaji mwema. Lakini vile vile Jumapili hii ya 4 ya Pasaka huwa imewekwa rasmi na kanisa kama siku ya kuombea miito ya upadre na utawa, au upadre na maisha wa wakfu. Tunahitaji mapadre katika kanisa la Mungu waweze kuhudumia familia ya Mungu, lakini vile vile tunawahitaji wawe kwa wakfu, watawa kike na kiume. Kumbe na wao tunawaombea nasa kupata miito mizuri, mitakatifu, na kwa namna ya pekee kumbe pia tuombee familia ambamo humo tunawapata mapadre na vile vile tunaweka wawekwa wakfu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14a na mstari wa 36 mpaka 41. Katika somo hili linatuletea hotuba ya Petro, hotuba ya mtume Petro siku ya Pentekoste. Petro akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, Petro anatangaza kwa ujasiri kwamba Yesu aliyesulubishwa na Wayahudi ndugu zake
ndiye Bwana na Kristo. Bwana na Kristo. Kristo mpaka mafuta na Bwana wa yote. Na kadri ya somo hili ni kuomba ukipata nafasi na ukidhamiria kweli utaipata, baada ya kusikia maneno hayo, wale watu waliokuwa na msikiliza walichoma mioyo yao na wakamuuliza, basi tutende nini? Tufanye nini? Wakaguswa sana. Na Petro akawajibu kadri ya somo hili kwamba tubuni mkabatizwe, watubu dhambi zao, wabatizwe kwa maji na Roho Mtakatifu. Na siku hiyo kadri ya somo hili tunaambiwa kwamba watu wapatao 3,000 wakawa wameongoka, wakabatizwa na kuwa wafuasi wa Bwana. Nadhani ilikuwa siku ya pekee kabisa. Hata katika maisha sasa hivi kupata watu waliomrudia Bwana 3,000 kwa siku moja ni kitu kikubwa sana. Hayo ni makuu ya Bwana na hayo ni matendo makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mfuka, ambaye ndiye alikuwa kweli anaongoza haya yote. Kumbe hapa tunaona kanisa changa la mwanzo kabisa likianza kazi ya kichungaji. Petro na wenzake wanamtangaza Kristo, wanagusa mioyo ya watu na kuwaleta watu katika uzima mpya, uzima wa Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Sasa kutokana na somo hili, mpendwa ndugu yangu, tunajifunza nini? Kitu cha kwanza ambacho ningependa nikushirikishe ni hiki kilichonigusa. Ule wito wa kufanya toba na kumrudia Mwenyezi Mungu. Tufahamu kwamba wito wa toba ni mlango wa wokovu. Hakuna maisha ya Kristo bila toba ya kweli. Na ndiyo maana tunaalikwa, tunaweza tukawa tumebatizwa pengine bila kujitafakari sana, au tunaweza tukafanya hata toba tukamrudia Mwenyezi Mungu, lakini baadaye tukaachana maisha hayo, tukaitwa pengine majina ya Kristo, Yohane, Monika, Maria na kadhalika. Lakini kama hatujafanya toba ya kweli na kumrudia Mwenyezi Mungu na kubaki tumeungana na Mwenyezi Mungu, maisha yetu yatakuwa ni kama maigizo. Ni kama tunakuwa tunaigiza kwa watu wa nje, watuone kwamba labda tunafanya vizuri hapa na pale, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu tutakuwa kama makopo tu ambayo yanapiga kelele, hayana kitu chochote. Au kwa maana nyingine, tunaweza tukawa tunajiona tuko hai, sawa tunapumua, lakini kiroho tumekufa. Kumbe wito wa kufanya toba ni kitu ambacho ni cha muhimu. Lakini tunapokuja kwenye mito hii sasa ya kipadre na kitawa, tunafahamu kwamba mito hii ya upadre na utawa huanzia katika moyo unaoguswa na Mungu na unaokubali kubadilishwa. Kama hao watu 3,000 walioguswa na neno la Mungu kupitia maneno na mafundisho ya Mtume Petro, hata mito hii ya upadre na utawa ambao tunaiombea siku ya leo inaguswa na neno la Mwenyezi Mungu. Sisi watumishi wenu kama padre na mapadre wenzangu, wapo watawa wawekwa wakfu wa kike na kiume, wanaguswa na Mwenyezi Mungu. Waliguswa na Mwenyezi Mungu wakamfuata na wanazidi kuguswa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa tuendeni na wao kuwaombea. Mungu azidi kuwagusa pia, kuwapa nguvu na uwezo. Bila sala zenu ninyi waamini, bila sisi mapadre kuombeana, pengine kazi hii si rahisi. Kuna mara ambapo mapadre wanakabiliwa na maisha magumu, hawamhubiri Kristo vizuri kwa amani, wengine wanauawa, wengine wanateseka kwa namna moja au nyingine. Wengine pia kuna wanaokatishwa tamaa, wengine maisha yanakuwa magumu, mazingira ya kuhubiri ni magumu, mahitaji ya kila siku na sehemu ambazo mazingira ni magumu. Lakini hata wale ambao pengine mazingira ambayo yanaonekana ni mazuri, lakini kuna changamoto nyingi, vishawishi vingi na kadhalika. Tunategemea sala zenu, tunategemea neno la Mungu. Tunasoma neno la Mungu, lakini na sisi mzidi kutupa moyo, kama Petro alivyowapa moyo wale wakaguswa wakamrudia Mwenyezi Mungu. Hata na sisi tunapoanguka basi tumrudie Mwenyezi Mungu. Somo hili litafakarishe na tunawaombeni sala zenu
sisi kama mapadre na watawa. Lakini kitu kingine cha tatu kutokana na somo hili ni kwamba kanisa linaishi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, si kwa mipango ya kibinadamu, hata kama mipango hiyo ni mizuri sana. Unajua wapendwa mapadre na watawa, pengine mnaosikiliza neno hili, hata ninyi waamini walei, huwa tunaweka programu nzuri katika parokia zetu, katika majimbo yetu, si vyama vya kitume, tunaweka programu nzuri sana. Tutambue kwamba nyuma yake kunapaswa kuwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama Petro alivyofanikiwa wale watu kuguswa na kutenda kazi, na kanisa la mwanzo likawa linaenea linakuwa, ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kumbe tunapopanga mipango yetu tuiweke mikononi mwa Bwana. Bwana huyu mfuka, na kumwomba Mwenyezi Mungu Roho Mtakatifu aivuvie. Na nikishawishi kwetu sisi mapadre, hata waamini tunaofanya kazi pamoja na ninyi, hata watawa, wakati mwingine tunafanya shughuli zetu, tunaona tunafanikiwa. Padre umejenga shule hii ni nzuri sana kwa parokia yetu. Padre umefanikiwa, parokia yetu imeendelea. Padre umefanya hili na hili, umeendeleta maendeleo makubwa sana. Watu wengi wanamuongokea Mungu. Tusije tukajidanganya kwamba ni kwa nguvu zetu. Hapana, ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hata we muumini kwenye familia yako, watoto wako labda wamefaulu chuo, wamefaulu shuleni, biashara zako zimeenda vizuri, ambazo kupitia biashara zako hizo unachangia kanisa, michango labda mbalimbali. Yote hii mipango inawezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuendelee kumtegemea Mwenyezi Mungu na tumuombe Roho Mtakatifu basi aweze kutusaidia tuweze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na hapa tunamuona Petro akiwa jasiri kwenye somo hili, akihubiri kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Petro ambaye alikuwa ni mwoga wakati wa mateso ya Yesu, aliyemkana Yesu mara 3, sasa ni jasiri. Roho Mtakatifu amempa nguvu sana. Na hii inatufundisha kwamba miito ya kweli inawezeshwa na Roho na si vipaji vya pekee. Na ndiyo maana hata watu pengine uliosoma nao, au pengine mnatoka mji mmoja au kijiji kimoja au familia moja, watu wanakuwa nasema, kweli huyu mtoto wangu ataweza kuwa padre. Au wengine wanasema, huyu pengine anataka kuwa padre, labda hataweza, labda huyu kaka yake au huyu mdogo wake ndiye anaweza, kwa macho haya ya kibinadamu. Lakini Roho Mtakatifu naona anachagua kwa namna yake, kama Daudi alivyochaguliwa, akachukuliwa akiwa mdogo sana, pengine aonekane kuwa na nguvu za kimwili kama kaka zake waliokuwa na nguvu, wazuri kwa sura na kadhalika. Lakini huyo aliyechaguliwa na kuteuliwa na Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa mfalme. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kutusaidia katika hilo. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro, sura ya 2 aya ya 20b mpaka aya ya 25. Hapa Mtume Petro anazungumzia mateso yasiyoepukika katika maisha ya Mkristo. Anamuonesha Kristo kama mchungaji na mlinzi wa roho zetu, aliyeteseka lakini hakulipiza kisasi, na akatuachia kwamba hicho kiwe kielelezo, kwamba kwa majeraha yake sisi tumeponywa. Kumbe huu ni wito wa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo katika kuvumilia, katika unyenyekevu, lakini vile vile katika kujitoa. Na pengine somo hili linatufundisha nini zaidi? Kitu cha kwanza, kumfuata Kristo kunahusisha msalaba. Maisha ya kwa mfano ya upadre na utawa si njia rahisi kama nilivyokwisha kugusia, bali ni kujitoa. Labda wengine walikuwa na akili sana, wengine walikuwa na vipaji, wengine wamekuwa somi sana, labda wangekuwa watu wakubwa sana katika jamii, lakini wakajitoa, wakasema kwamba tumfuate Kristo. Na huko wanaweza wakapata mateso, wakapata shida, lakini ndio maana tunasema wito wa kujitoa kabisa kuwa padre, maisha ya utawa,
ni kujitoa kabisa na kujitoa sadaka. Na anayeitikia mwito wa Kristo lazima awe tayari kubeba msalaba kwa upendo. Msalaba tunayoipata katika utume wetu, msalaba mnayoipata ndugu zangu katika familia, mnafahamu vizuri sana familia si kwamba muda wote ni maua ya rose, hapana. Kuna nanasi pia anayekaa kwenye miiba, tunachoma miiba, ndoa zinakuwa ndoano, maisha yanakuwa magumu sana. Kumfuata Kristo si kazi rahisi, lakini Petro anatukumbusha kitu kimoja kwamba na Yesu mwenyewe kimsingi ndiye anayetufundisha hasa kwa kupitia maisha yake kwamba anaitikia mwito huu kwa Mkristo na kwa Mkristo safi lazima bebe msalaba kwa upendo. Na mfano mzuri tunaopata ni kwa watakatifu ambao wengi wao walipitia maisha ya shida, maisha ya kujitoa, baadhi yao wakamwaga hata damu yao kwa lengo la kufanya nini? Kuwa wafuasi wa kweli wa Bwana Yesu. Kumbe pamoja na kwamba wamekuwa sasa ni watakatifu, kwa mfano si kwamba maisha yao duniani yalikuwa ya utakatifu tu bila kufanya kosa au kutenda dhambi, hapana. Walianguka pengine, lakini kwa moyo wa toba wakasimama. Walipata mateso, wakayavumilia kwa upendo, kwa moyo wa ujasiri, kwa moyo wa uvumilivu. Wakapanda milima na mabonde, lakini hawakukata tamaa, bali wakasonga mbele na mwisho wakapata ushindi ambao wewe na mimi huyu Yesu mfuka anatushirikisha. Lakini mimi na wewe lazima sasa tufanye kazi. Ndiyo maana Mtakatifu Agustino alisema kwamba Mungu alituumba bila sisi kutaka, lakini kuhusu swala la ukombozi, kupata wokovu, si kwamba utaokolewa vile vile wewe bila kutaka. Lazima utake, na vile vile lazima uhusike, uingie kwenye mchakato huo wa kumkubali Bwana Yesu ni wazi, kuwa mfuasi wa kweli. Kwa hiyo kwenye mchakato wa kuwa mfuasi mzuri na kuokoka kabisa unahusika. Kwenye kuumbwa hapo kuhusika ni Mungu pamoja na wazazi wetu. Kumbe hayo tuyakumbuke. Tuangalie somo la mwisho ambalo ndilo kiini kabisa cha siku hii ya mchungaji mwema, Dominika ya mchungaji mwema, lakini vile vile kuombea hii miito ya upadre na utawa. Katika somo hili ambalo ni fupi, ni kuomba ulisome Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 1 mpaka ya 10. Yesu anajitambulisha kama mlango wa kondoo. Anasema kwamba wote wanaoingia kupitia yeye wataokoka, watapata malisho na uzima tele. Anaonya juu ya wezi na wanyang'anyi wanaokuja kuiba, kuchinja na kuharibu. Pengine nikugusie kidogo. Wakati wa Yesu, ile karne ya kwanza, walikuwepo watu wengi wafugaji wa kondoo na wanyama wengine. Na tunaambiwa kwamba ukisoma kwenye historia ya kanisa karne ya kwanza, kutokana kwamba kulikuwepo na wezi, pengine kama siku hizi wezi bado wapo wa mifugo, lakini vile vile kulikuwepo na watu ambao wanyama ambao walikuwa ni wakali. Kumbe walikuwa na utaratibu wale wafugaji wa karne ya kwanza wakati wa Yesu. Wanajiunga wafugaji kama 4 5 kadri ya idadi ya mifugo yao hiyo kondoo. Basi wanajenga tuseme kama banda, uzio fulani hivi mrefu, labda kama kwenda juu kibo cha mtu, kwenda juu hivi kwa mawe. Kumbe wanawaingiza kondoo wao usiku, alafu wanakuwepo walinzi ambao wanalala ndani, na pale mlango unakuwa ni moja tu. Kondoo wanapomaliza kuingia wote wa wale wachungaji wanafunga, na wenyewe wanabaki pale mlangoni. Alafu asubuhi basi wanawatoa nje. Kila mchungaji akitoka nje akaita majina ya kondoo wake, wanajijua na kusikia kwanza sauti yake, wanatoka nje. Hata kila mtu akitaka kuchunga kivyake hamna shida, na baadaye jioni wanawaingiza tena. Kumbe wale kondoo walifahamu majina ya wale wachungaji ambao wanalisha wale kondoo, na waliwaita na waliwafuata. Kumbe wezi asingeweza
Kumbe mwizi asingeweza kuingilia mlangoni, anajua atapambana na nani na yule mlinzi. Kumbe wangelikoya huku pembeni labda kuiba au wanyama wangelijaribu kukoya, akifanikiwa anamchukua kondoo, lakini wale walinzi walikuwa makini. Sasa kumbe Yesu alipotoa mfano huo, wale watu waliokuwa na msikiliza walifahamu kitu hicho. Ndio maana kimsingi ya mfano huo. Kwa ndio maana Yesu anasema sasa kwenye zizi hilo lililotengenezwa lilokuambia, Yesu mwenyewe anajiita kwamba ndiye mlango, kwamba anayeingia kupitia yeye ataokoka. Anayeingia kupitia yeye ataokoka, atapata malisho ya kiroho, na mwisho wa mwisho atapata uzima wa milele. Kwa sasa Yesu ndicho anachotaka kutufundisha kubwa, kwamba Yesu ndiye mlango pekee wa wokovu. Kama umebatizwa, unaendelea kumwamini Bwana, ishi maisha mazuri ya ufufuko, sio yale maisha ya zamani kabla hujabatizwa, na ukaishi vizuri, basi tutapata wokovu. Tupitie mlango ambaye ndiye Yesu mwenyewe, tusipitie njia nyingine. Watu wengine wanasema mimi hata nisipomwamini Bwana, hata kama nilimwamini nyuma, sasa hivi hata nikiacha sinatenda matendo mema. Hapana. Wapo watu wengi wanatenda matendo mema, lakini sawa, tunawakubali, ni kitu kizuri sana. Lakini sasa kama wewe unatenda matendo mema, yasiwe tu ya kawaida tu, lakini je, Yesu yumo? Roho ya Kristo imo? Imani yako kwa Yesu kama Kristo na mwokozi wako imo? Hicho ndicho kitu kilicho kikubwa, na imani ni wazi pamoja na matendo. Lakini vile vile kujitoa kwa Mungu hakupunguzi maisha, bali huyajaza maana. Hii ni fundisho muhimu kwa vijana wanaoogopa pengine kuitikia wito. Ukimtumikia Mwenyezi Mungu, kujitoa kwa Mungu, si kwamba maisha yako yatapungua thamani, kimsingi yataongezeka thamani. Ndio maana tunaombea vijana siku ya leo, karibuni sana. Wazazi hasa, mna vijana wenu, watie moyo. Juzi kati hapa nilikuwa naongea na mseminari mmoja amemaliza kidato cha 4 kwenye seminari yetu ya jimbo. Nikamuuliza swali moja, tangu uanze kidato cha kwanza mpaka cha 4, ni mara ngapi mama yako au baba yako alikwambia, mwanangu unaonaje ukiwa padri? Aniambia amesikia maneno hayo ya kumtaka na kumshawishi awe padri mara baada ya kumaliza form 4 na matokeo ya form 4 kutoka. Akasema, mwanangu, unafikiria, nadhani upadri ni mzuri. Unaona, wakati mwingine wazazi tunapenda maisha pengine tofauti labda na upadri. Wengine ni wazi wanapenda watoto wao mapadri, lakini watoto pengine hawajaguswa na kitu hicho. Lakini waambie kwamba tuwaweke katika sala wote kwa pamoja, vijana wetu, wasichana kwa wavulana, utawa na upadri, na tuombe, tuwape moyo katika jumuiya zetu, katika familia, na sisi kama mapadri wenu tunaendelea kuwaombea. Kwa ndugu wapendwa, tuhitimishe kwa kusema kwamba Dominika ya leo inatualika kumsikiliza Bwana wetu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema, kuingia kupitia mlango wa uzima na kuomba kwa dhati, kuiombea mito ya upade na utawa. Kanisa halitaishi kwa majengo mazuri wala mipango mizuri ya pekee, bali kwa wachungaji watakatifu na wanatawa wanaojitoa kikamilifu. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuombea mito, kulea mito na kulinda mito kwa ushuhuda wa maisha yetu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, mchungaji mwema na mlango wa uzima, tunakuja mbele zako leo kwa mioyo ya unyenyekevu, tukikushukuru kwa zawadi ya kanisa lako na kwa upendo wako unaotuita kila mmoja wetu kwa jina lake. Bwana wa mavuno, tazama shamba lako lilo tayari kwa mavuno, lakini wachungaji ni wachache. Tunakusihi na kukuomba utume wafanyakazi watakatifu katika kanisa lako, mapadre, watawa wa kike na kiume, wenye mioyo inayosikia sauti yako vizuri na roho zilizo tayari kujitoa bila hofu. Tunaweka mikononi mwako vijana wetu, wale wanaowagusa mioyoni kimya kimya, wale wanaohisi wito wa kutumikia wewe. Wape ushupavu na moyo wa kutumikia wewe. Na tunaweka vile vile mikononi mwako mapadre wetu na wakufu wetu, uwalinde
na wazidi kutangaza neno lako. Tumsifu Yesu Kristo.